Nami nikushukuru sana kwa salamu zako ambazo nimeweza kuzipata kupitia clip ambayo niliposti kuhusu nywele, kwamba mwanamke amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Nimeipata hiyo salamu, nashukuru kwa kunisalimia. Hapo najua kabisa kumbe tunakumbukana katika Bwana kwa sababu ya hiyo salamu. Mbele za Mungu ni makosa makubwa. Kama una nywele, nimeona hapo huyo mama Mbarikiwa na watoto wake vizuri, wana nywele wamezitengeneza vizuri, ni nywele za asili Mungu anachotaka. Lakini kosa lao dogo tu kuzibana, kosa lao dogo tu wanapokuwa kwenye ibada kuto kufunika vichwa vyao. Hilo ndio kosa lao. Lakini kutengeneza nywele vizuri katika mafuta ya asili ni jambo zuri. Wale ambao mnachukua nywele mnaenda kuzichoma, mbele za Mungu ni kosa. Nywele ikishatoka kwenye asili yake ya Mungu aliyokuwa ameiweka, mbele za Mungu wewe ni mwenye dhambi. Mstari wa 3 anasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele 1, kujitia dhahabu 2, na kuvalia mavazi 3. Yako mambo matatu ambayo hapa yamezungumzwa. Tukirudi katika Petro hapa, matatu ambayo yamezungumzwa. Kama ni kusuka nywele, basi tusisuke. Kama ni kuvalia mavazi, tusivae. Kama ni kuvalia dhahabu, tusivae. Yaani mpaka pete zote, mpaka sijui nini, vyote hivyo havitakiwi. Lakini mwanadamu anakuja kutazamwa kwenye nini? Mwanadamu anakuja kutazama kwenye mjumuisho ambao umeanzia mstari wa 1, kwamba mwanamke matendo yake yavute watu wengine pasipo lile neno. Kwa sababu tukianza kubishana kuhusu kujipamba kwenu kusio kusuka nywele, hapa chini pana mavazi ambayo nimeyazungumza jana, kwamba kuna mavazi hapa yanazungumzwa, kwamba na mavazi yametajwa. Kama mavazi yametajwa, nimezungumza kwamba je, tutembee uchi? Kwa sababu kuna vitu vitatu vimetajwa. Ukienda kule katika Timotheo ambako umesoma kujipamba kwenu kusiwe kwa kusuka nywele, ambako kumeonyeshwa kusiwe kwa kusuka nywele. Kama Biblia inavyosema kupitia Paulo kwamba mwanamke anatakiwa kufunika kichwa, watu wengi wamefaulu hapo. Wanawake wengi wamekuwa wakifunika vichwa vyao, lakini ndani wamenyoa. Yaani wametimiza kanuni moja ya kufunika. Kanuni ya pili ambayo pia nayo ni aibu ya kukata, wamekata. Kwa hiyo wamefaulu juu kufunika, ndani wamekata. Ikumbukwe Mungu huona popote pale. Macho ya Mungu huona popote pale. Kwa hiyo kama ni aibu kunyoa na ukanyoa ukafunika, uko ndani ya makosa. Kwa hiyo unapofunika kichwa, hakikisha nywele zako haunyoi. Tuendelee vizuri. Kuna watu wengine wananyoa lakini wanafunika vitambaa. Hao nao wanafanya vibaya. Mimi nikwambie kwamba je, inawezekana kwamba mwanamke akawa na nywele kichwani? Kwa sababu kuna wanawake ambao nywele zimefungamana, zimeshikana. Mimi siongei mapenzi yangu. Kuna wanawake wengine ambao nywele zimefungamana, zimeshikana. Aya, huyu mtu hatakiwi kuzinyoa, anatakiwa afunge nini? Kitambaa. Sasa yale manywele yawe yanakuwa tu, anaumia, anachana, yawe yanakuwa tu. Mwanamke hatakiwi kunyoa, ina maana hatakiwi kunyoa maisha yake yote, au hatakiwi kufanyaje? Yaani tafsiri yake ni nini? Na ndio maana haikutakiwa tubishane maandiko kuhusu kusuka au kunyoa. Tulitakiwa kubishana kwamba je, haya mambo ambayo Mungu aliagiza tunayatimiza sawa sawa? Haya mambo ambayo aliagiza ambayo dunia iliangamizwa kwa sababu ya hivyo tunayatimiza sawa sawa? Ni mambo gani hayo? Wakolosai 3 mstari wa 5, ambayo haya maneno ni yale ambayo Biblia inazungumza kabisa kwamba haya, kwa huu ulimwengu uliangamizwa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mambo kama haya. Sio nywele zilisababisha mtu achomwe moto. Hapana, imesema ni aibu kwake.
ni aibu kwake, yuaibisha kichwa chake. Lakini nimekuambia pale chini inazungumza kwamba amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Hii Wakolosai 3 ni vitu ambavyo tunatakiwa sasa, kama ni kuvikazia mtandaoni, kukemea watu wowote wale waovu, haijalishi ni nani, kukemea na kusimama, haijalishi ni mchungaji, ni askofu, sijui ni mama Mbarikiwa, sijui ni nani, alimadamu anaviishi vitu kama hivi. Hivi ndio itakiwa kukemea moja kwa moja kwamba hapa unafanya vibaya, kwa sababu hivi vitu ndivyo vilivyosababisha maangamivu kwa watu wa Mungu, ambayo ni Wakolosai 3:5. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu. Tena hapa nikisema uchafu, mnakimbilia kwamba uchafu wa rohoni. Sio uchafu wa rohoni, wa mwilini, yani nazungumza hapo. Kwa sababu bado imezungumza, kitabu kingine imezungumza kwamba uchafu wa rohoni na wa mwilini. Kwa hiyo huu hapa nazungumza sasa uchafu, kwa sababu angekuwa anazungumzia uchafu wa rohoni, anga uchafu, asingezungumza mjumuisho wa uasherati, sijui nini na nini, asingenyumbulisha hapo. Haya, anasema uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani ndiyo ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Kwa sababu ya mambo kama hayo huja ghadhabu ya Mungu. Ghadhabu ya Mungu haiji kwa mtu kwa sababu kaziacha nywele kaenda kuabudu nywele ziko hivi. Hapana. Nimekwambia mimi nywele sizisuki, siendi saluni, naziosha kila siku. Yani nywele zangu ziko hivi hivi. Yani nikiamua kwenda kunyoa na nyoa, nikiamua kwenda kuziacha ziendelee kukua zenyewe na ziacha ziko hivi hivi. Kwa hiyo ninachokizungumza ni nini? Ukisema watu waziache nywele, wasije wakanyoa, wafunge vitambaa waache manywele. Kuna watu wa manywele yamejifunga funga, wanaishije hao watu? Je, kwa sababu wameokoka ndo waanze kusema yani hapa yani hata nikichana naumia, nafanyaje sasa, nimeokoka? Na ndio maana ukuta mtu akiokoka akiitwa mlokole, unakuta na baki lafu, mchafu, yupo kawaida. Nilikitambaa tu, yani kikubwa wai kanisani. Watu wa Mungu sio hivyo. Mungu naye anahitaji mpangilio. Ukisoma hata Sulemani, kwa nini Malkia wa Sheba alienda kushangaa hekima ya Sulemani? Alienda kushangaa hekima ya Sulemani kwa sababu mpangilio wa vitu vyake tu alivyopangilia ulimfanya yule Malkia wa Sheba ashangae. Kama mpaka mkao wake wa kukaa, vitu vya nyumbani mwake alivyopangilia, wangoje wake aliowapanga, yani kila kitu alichokiweka, chakula alichokiweka mezani pake, kila kitu alichokiweka, vyote hivyo Malkia wa Sheba alisema, nilichoambiwa nimeambiwa nusu, kumbe wewe ni zaidi. Ndio maana watu wanasema ukiokoka kwanza unafilisika akili, kwanza unafilisika mali, kwanza unafilisika yani muonekano, unakuwa mjinga. Hapana. Mimi nazungumzia katika neno moja nimesimama nalo, kwamba mwanamke amepewa nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Yani sio nje, sio niende huko nje. Mwanamke anapohutubu afunike kichwa. Lakini unaona hilo neno liko juu. Hatusomi Biblia toka chini kwenda juu. Tunaendelea kushuka chini, inazungumza nini? Kwa unakuta inakuja mwishoni, inakuja kukazia kwamba kumbe nikiwa na nywele ndefu ni badala ya nini? Ya mavazi. 14. Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Maana yake anaposema ni aibu kwake kwa mwanaume kuwa na nywele ndefu. Nikianzia 14 anasema hivi, je, hiyo Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 14 anasema, je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Yani tukianza na hilo tu, mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake. Urefu wa nywele ambao unatakiwa kwanza ni wa kipimo gani? Kwa sababu tukianza kujaji yani kuhusu sijui nywele mwanamke sijui nani, yani nywele za mwanaume kipimo cha urefu ni kipi? Je, kipimo cha urefu hicho, labda utanijibu wewe, kipimo cha urefu ni hicho cha kuanzia kwako cha ufupi wa nywele
kuanzia hicho chako kushuka chini au kuanzia hicho kupanda juu. Kwa sababu anasema hayo maumbile yenyewe hayafundisha uone ni aibu mwanaume kuwa na nywele ndefu. Sasa nywele ndefu za namna gani? Hizo hapo sasa ndo tusizijaji. Nimesema mwanadamu hatukutakiwa kubishana maneno kama haya. Haya ilikuwa kuwaondolea utata watu wanaoniuliza maswali mimi. Mama Mbarikiwa, kwa nini ufuniki kichwa? Sifuniki kichwa kwa sababu Mungu kanipa vazi. Narudia tena mstari wa 15 anasema hivi kwamba lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake. Umesikia? Ni fahari kwake kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Jamani, kitu mbadala ni nini? Yaani mtu akikwambia nimekupa hiki ili kiwe badala ya kile. Yaani kuna mtu anaweza akapoteza kitu fulani akasema samahani, naomba unisamee. Hiki kitu nakupa kwa sababu ni mbadala wa kile nilichopoteza. Naomba nilipe hiki. Kama Biblia imeandika jambo, Paulo amezungumza mambo kama haya kwamba lakini mwanamke amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Jamani, kweli hapo panahitaji Roho Mtakatifu? Kweli hapo panahitaji kuingia rohoni? Kweli hapo panahitaji kupiga magoti umombe Mungu? Amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Mbadala ni nini? Yaani mtu akikwambia mbadala, badala ya, angesema amepewa zile nywele ndefu ni fahari kwake, basi angeishia hapo. Lakini amesema amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Kwa hiyo naziweka hivi. Ndio maana pale juu amesema kwamba mwanamke kama hataki kufunika kichwa na akatwe nywele kwa sababu hataki kufunika kichwa, ina maana niingie na upala. Kwa hiyo nikiingia na upala si dhambi, ile itakuwa ni aibu kwangu, ila sio dhambi. Ila itakuwa ni aibu kwangu. Lakini hapa mbele nimekuja kupewa vazi la nywele. Amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake. Nukta. Kwake ni fahari kwake. Nukta. Kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Kwa hiyo wanaoweka vibanio kichwani nao ni kusuka tu, kwa sababu unabana nywele. Hauna tofauti na aliyeweka mabutu. Hauna tofauti na aliyefunga twende kilioni. Una tofauti, ila wewe umetengeneza namna yako fulani ya butu kubwa. Hawa wametengeneza vibutu vidogo vidogo. Hawa wamesuka kwa kukunja kunja, ila wewe umesuka kwa kupeleka laundi moja. Ukishasikia ni mbadala, mtu wa Mungu, yani wewe jua tu haya mambo si yatungi na yaongea yako yameandikwa. Kama basi ni mbadala, mbadala ningeomba nijue mbadala ni upi. Umesema hata mimi hivi nikifunga kibanio hivi bado nasuka. Haya, je, unataka niziache yani tusichane nywele? Kwa sababu yani ukishasema nikiweka kibanio hivi, nikifunga hivi, bado ni shida. Je, mwanamke asichane nywele, aziache yani ziwe valangati hivyo ziwe ili asionekane anasuka, aziache hivyo? Na ukisema achane nywele, basi tutasema haya, hebu tuambie kifungu kilichoandika mwanamke achane nywele ni kifungu gani? Tutaishia kubishana mabishano ambayo hayana sababu za msingi. Haya, mimi nimekuambia hivi, nywele zangu sizisuki. Yaani nimekuambia nywele zangu mimi sizisuki. Uje mchana, uje usiku, uje asubuhi, uje jioni, uje saa ngapi, sizisuki. Nawe wasema kwamba ukiweka kibanio hiki, alimada umeweka kibanio hiki, unasuka. Yaani alimada umeweka kibanio hiki, unasuka. Andiko huua, roho huisha. Kwa nini naongea hivyo? Naongea kwa sababu ukiangalia mjumuisho wote wa maandiko, mjumuisho wote wa Biblia unataka mwanadamu atende mema. Yaani mwisho wa yote mwanadamu afanye nini? Afanye wema, aache ubaya, afanye wema. Mabishano yetu hayako katika kusuka nywele, kutokusuka nywele, kusuka nywele, kutokusuka nywele, hayako hapo. Kwa sababu pia nilizungumza mstari wa kwanza, Petro wa kwanza 3:1. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao
pasipo lile neno. Avutwe kwa mwenendo pasipo lile neno. Cha kwanza ambacho cha kuzingatia ni mwenendo. Huyu mwanamke anaenendaje? Yukoje? Na ndio maana hapa chini akakuta wanawake hawa sio na tafsiri kwa sababu mimi akili zangu zimeamua kutafsiri hivyo. Hapana. Na tafsiri kulingana na mjumuisho wa Mungu mwanadamu alitakiwa awaje. Sasa anazungumza mstari wa 3 kwa sababu anataka mwenendo wetu umvute mtu akiniona tu ajue huyu mwanamke ameokoka. Watu wa Mungu, utaishia kubishana na maandiko ambayo hayatatufikisha popote na yataishia ni kama mashindano, kutushindanisha. Nimeamua kutoa clip hii kwa sababu kuna watu wengine wanaamini kwamba kikosi kazi ukiwasema basi kuna watu wanainuka wanaanza kutukana. Sijaja kutukana hapa, nataka nielimishe mwanadamu kusudi lake lilikuwa ni nini. Na ndio maana ukiona katika Wakorintho pale alipozungumza wa kwanza sura ya 11 hiyo ambayo umeisoma hapo kwamba mwanaume ni utukufu wa Kristo, alafu mwanamke ni utukufu wa mwanaume. Lakini pale chini ukishuka, kwa sababu hatusomi Biblia toka chini kwenda juu, tunasoma Biblia toka juu kwenda chini. Anazungumza Paulo, anaenda mpaka chini pale. Sasa anapozungumza anasema hawa wote mwanamke alitoka katika mwanaume, na mwanaume alitokana nani? Na wazo la Mungu. Kama alitokana na Mungu, anasema lakini hapa chini bado mwanaume huzaliwa na mwanamke. Hawa wote bado asili yao ni wapi? Ni kwa Mungu. Kama asili yao ni kwa Mungu, wazo lao linatakiwa liwaje? Ukirudi pale kwa Paulo anakwambia wasalimie wale wanawake walioshindania injili pamoja nami. Akina nani hao? Akina Sintike ambao walikuwa tayari kuuawa kwa ajili yangu, tena kwa ajili ya Paulo, ambayo tutasema kufuru. Leo hii tukisema kwa ajili yangu mimi mtu auawe ni kufuru, lakini tukisema kwa ajili ya Paulo sio kufuru. Haya, hiyo mstari ambao nimekusomea mimi na urudia tena, huo si ukanushi, na urudia tena. Hapa mimi nilikuwa nawaambia wale ambao wamejifunga, wanasema jamani kuingia kanisani yani kiwa kichwa wazi ni dhambi. Nilikuwa nawaonyesha andiko ambalo mimi nalisimamia kwamba nimepewa nywele ndefu ili ziwe badala ya nini? Ya mavazi. Kwa hiyo labda uniambie kwamba kama ni kufunga kibanio hivi ni vibaya, basi nitoe kibanio niwe naingia na manywele yamepangalatuka vyovyote utafikiri kichaa. Sawa, nitaingia navyo kama kuna andiko limesema yani aingie nywele zikiwa zimepangatuka. Lakini ukisema kitambaa, hapa chini nimeshaambiwa nimepewa nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi, tutaacha kushughulika na jambo la msingi ambalo lilikuwa ni kuanza kuwafundisha watu kuvifisha viungo, tamaa mbaya, uasherati, uchafu, ufisadi. Tunashindwa kukemea ufisadi kwa sababu ya hofu. Tunashindwa kukemea, tumepitia wengine mambo magumu sana, mambo mabaya sana ambayo yamenigharimu mpaka leo hii. Sio kwa sababu nina mdomo. Ndugu, sikiliza, Paulo anasema hivi, usiwache wale wanawake walioshindania injili pamoja nami, akina Sintike ambao walikuwa tayari kufa pamoja na kwa sababu yangu, walioshindania injili. Ina maana kama ni kuhubiri walikuwa wanashindaniana na Paulo. Kama ni mdomo, basi ni mimi, akina Sintike, ni wale akina Priscilla, ni wale akina nani, wale wote wale. Haya, mimi nisitaki niende mbali sana na sikutaka kuongea sana. Nitaka niongee kwa ufupi tu. Lakini mwanamke amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Mbadala ni nini? Hicho tunataka. Lakini kulingana na ulimwengu tuliopo sasa, haikutakiwa tuishie kubishana kwenye mbadala wa nywele, yani kubishana nywele kibanio. Ilitakiwa tuende tunyoke. Sasa hapa panasema nini? Vifisheni viungo vyenu, tamaa mbaya. Haya, ndio nimevaa kitambaa lakini ni mchafu, ni na tamaa, mzinzi. Haya, mwanaume hapaswi kuwa na nywele ndefu lakini mzinzi wa kutupwa. Wako wachungaji ambao unakutana nao
kwa wakati wa ubinti wangu unakutana nao ni wachungaji wamesoma vizuri kabisa, lakini ni wachungaji wakitaka kukuombea wanaombea, wanashika na maziwa yao mpaka unasema huku usifike ndugu, huku ni mbali sana. Kwa hiyo tunachotaka hapa, tunasimama kukemea ubaya unaoleta maangamivu. Kwa sababu kiniambia hivi nilivyo, ikiwa nitafunga vizuri kitambaa, mwanaume akitaka kunitamani atanitamani tu. Nikwambie, akitaka kutamani atakutamani tu. Ndio maana anasema amepewa zile nywele ndefu ili sio badala ya mavazi. Ukiona hapa nipo na kitambaa, sio nimekuja kushutia. Hiki kitambaa nimetoka nacho kazini kwangu ninakofanya shughuli zangu, kwa sababu asiyefanya kazi na asile, na sipendi kutegemea mtu. Kwa hiyo kama ukisema ni kufunga kuhutubu tu, yani mwanamke na akitaka kuhutubu na afunge nywele zake zikae ili amuombe Mungu afunge, ndio kufunga. Unafunga na zinakaa vizuri tu, na nakuwa vizuri. Sio kwamba nakuwa hapa nimefunga tu holela, sio kwamba nakuwa nimepungukiwa na kitu, lakini nina maana kwamba mwanamke amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Na mwache mwanamke achane nywele yake, kwa sababu hiyo nywele kuna wengine inawasumbua. Mimi ya kwangu hii Mungu amenijalia hainisumbui kuchana, hainisumbui kufanya lolote, lakini kuna watu wanasumbuka na nywele, uchanaji wao ni shida. Akitaka kuchana napata shida, afanye nini? Aishie kufunga tu kitambaa hivi ili akiwa nyumbani awe varangati au awe vibaya, au afanye nini? Nashukuru kwa salamu zako, nimezipata vizuri kabisa. Mungu akubariki sana. Nami nikutakia utumishi mwema wa Kristo Yesu. Usiache kusimamia kila kitu unachokiona ni cha haki. Kisimamie, haijalishi kinatoka wapi. Wewe hata kama ukiona Mama Mbarikiwa anapotosha jamii, mbomoe tena huyo, mbomoe tena, alafu naye atakuja kama ataamua kujenga hoja yake, atajenga hoja yake. Haijalishi hoja mbovu inatoka kwa nani, alimada imetoka kwa mtu yoyote, itabomolewa. Na ndio maana mimi siwezi kukasirika kukosolewa au kuchallengewa, siwezi. Kwa nini? Kwa sababu mimi mwenyewe na challenge watu. Kwa hiyo hii kitu hii ni salamu zangu zimenipata, hii na kuonyesha kwamba nimepata salamu zako nzuri.